Na hapo kesho Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba anakwenda kusoma hotuba ya bajeti ya mwaka wa fedha 2025-2026. Nukta TV tumepata wasaa wa kuweza kuzungumza na wananchi mbalimbali ili kuweza kujua hasa ni nini mategemeo yao au matarajio yao katika bajeti hiyo ambayo inakwenda kusomwa hapo kesho. Na haya ndio yalikuwa maoni yao. Twende kwa pamoja tukawatizame na kuwasikiliza. Matarajio yangu katika bajeti ya kitaifa, nimesikia wabunge mapitio na taratibu zote za bajeti. Mimi nimeguswa sana kwenye bajeti ya kilimo. Kilimo ndo sekta mama ya taifa letu. Kwa hiyo ikiwekewa kipaumbele mahesabu ya kilimo yakakaa vizuri, nina imani taifa litatulia. Kwanza wa Tanzania sisi nia na madhumuni ni kuondoa njaa. Kuondoa njaa kwa kila Mtanzania, kuwe na vyakula vya kutosha, bei zishuke. Angalia leo hii hapa tuliposimama, mchele wastani wake shilingi 3,000. Kima cha chini cha mchele 2,500. Kwa hiyo ukija kizingatia hilo, bajeti yetu ielekezwe kubwa sana kwenye kilimo, sekta ya kilimo, ili wananchi waweze kujikomboa na hali ya chakula. Matarajio yako kwa bajeti ya serikali inayofuata ni kipi ungependa kiboreshwe? Chakula. Maana chakula kiko juu, mahindi, mchele, marage. Kwa serikali iongeze nguvu sana kwenye sekta ya kilimo. Manake muhimu chakula, hospitali, ndio vitu vya muhimu. Kuna changamoto yote ulishawahi kukutana nayo hospitali? Ilikuwaje? Ulishindwa kulipa au ilikuwa? Madaktari hamna, mnakaa foleni muda mrefu. Dawa hamna. Yaani changamoto kama hizo. Matarajio yangu kwa mwaka ujao ni kuomba tu serikali tuangalie wamama, itukwamue pale tunapokuwa tunajishindwa kama hivi tunauza biashara ndogo ndogo hizi. Watuwezeshe ili tuweze kujikwamua tuwe wafanya biashara wakubwa. Alafu kitu kingine watuangalie kwenye elimu, wanafunzi wetu waweze kusoma na kufika mbali na kutimiza ndoto zao za maisha yao. Kwa kawaida sisi watu wa chini tuna mategemeo kuwa bajeti hizi ziwe mzuri, hasa kupitia katika upande wa vyakula. Ni namba moja kwa sababu tunaishi kwa vyakula, mambo mengine yanakuja baadaye. Lakini tungependa sana watu waangalie katika upande wa vyakula, kutuonea huruma. Huruma inayopatikana inaanzia kwa wao serikali, kwa sababu wanapokuwa wanapunguza jambo labda mafuta, au wanaweza wakatuonea huruma kupitia katika upande wa pembejeo, na wao vile vile wanaotuletea vyakula hivi basi na wao wanatuonea huruma. Lakini sehemu nyingine ya huruma watutizame katika upande wa madawa, kwa sababu hali imetoa ngumu sana. Tunapokwenda kutafuta dawa hospitali basi ngoma inakuwa ngumu. Kwa hiyo hayo mambo mawili tuyaone muhimu sana, na kwa mimi nayaona muhimu sana.